at a point in life ambao kwamba una mitihani. Na tulipokuwa wadogo tulikuwa na mtihani ya home ya kukatazwa kutoka nje tukacheze. Ilikuwa ni mtihani kubwa sana. As you grow kuna hii mambo ya shule, mambo ya nini, kuamshwa mapema. Unajiuliza hii life itaisha lini nipumzike. Imekuja imeisha, umeingia sasa huko kupambana na maisha. Sema niko peke yangu bana, nalala peke yangu nyumbani kama panga. Ni mtihani pia hiyo. Leo unakuja tusingilie mabache hapa kwanza. Tutaki kuanza hiyo kesi sahihi. Lakini lazima wanakapitia yani. Juzi nimeona Sheikh mwingine alikuwa anasema kwamba wale ambao kwamba wako worried, wako yani unasema yani wamepatikana na shida kwa sababu anasema yani mimi niko na shida mingi sana kwa sababu mimi sijaoa. Alikuwa ananiambia tulieni bana. Walioa kuna the same. The difference ni kwamba hao wamesubscribe for life na nyinyi bado kila mtu akona shida. Kila mtu akona shida. So in each and every point of life lazima itakuja kwamba uko na mtihani, kama Allah anavyosema laqad khalaqna al-insana fi kabad. Mwanadamu ameumbiwa juu ya mashaka. Jina ila ad-dunya kay nad'u ila Allah linanshura al-khayra fi al-kawn alladhi hara wa nursilu al-'itra min rawd al-huda az-zahi wa yushriqu as-silmu anwaran wa anwara. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Karibuni sana kwa kipindi moja mwecheche. Ama unasemaje Sheikh? Hiyo ndio neno yenyewe haswa. Na msho wetu inaitwa Tubonge. Na tuko hapa kubonga mambo mengi sana, na biidhnillah kwa tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala tuna hope ku address a lot of issues, a lot of challenges zenye zinaendelea huko mtaani, especially zenye zinatuhusu sisi kama vijana. Siku hizi kuna hii form kila mtu anakuwa ni Gen Z. Asijui unaangukia wapi. Mimi kulingana na category kwa Gen Z nimefit. Vitu vizuri. Ndio kuna wale sisi tulichelewanga tuko kidogo Gen Z, alafu huku pia tuko kidogo tunapatikana kwa millennials. Sasa kuna vitu zingine labda sisi hatu relate. Wa Gen Z wanatusikiza wanaweza shangaa jamaa anasema nini man. Kuna video moja nilikuwa naona jamaa anabonga ile shengi ya zamani. Ile ya maponyi. Sasa ukiambia Gen Z maponyi anashangaa jamaa anasema nini. Alhamdulillah, uzuri I think yetu ni wana relate nayo, na hata uzuri alhamdulillah hata wale wa zamani wako familia kwa isha ngambo kwamba tuko nayo kwa sasa. Kama wako updated. Kama software. Wallahi alhamd. Naam. Leo kuna kitu ambaye kwamba nilikuwa nataka tu address. Sometimes unakuta kwamba unaweza fika sehemu kwa maisha una feel uko empty. Sasa unajaribu kujaza hii emptiness. Kuna mtu anaona ukisikiza mahewa hii emptiness inaweza potea. So anasha ngoma yake hapo ama mtaani hapo anaanza kubanjuka. Unajua kubanjuka Sheikh? Kudance. Kubanjuka najua kudance. Kuna mwingine anaweza ona mimi yangu ni mambo ya relationships. Aende mtaani huko asuke mademu. Wawili watatu. Kuna mwingine ataona labda akitumia ndoma ama vitu kama hizo inaweza jaza hii emptiness. Kweli. Lakini in reality ukiangalia kuna sehemu ambayo tunafaa tuelekee na tunafaa kurudi mahali. Kweli. That ukizunguka dunia mzima hii emptiness huwezi feel. Kweli. Na watu wanafajua kwamba that state kwa binadamu yote Allah aliyejalia kwamba ataishi kwa muda fulani, lazima vitu kama hizo zitamtokea. Yani kuna some things that will happen in your life na zitakutandika. Sema mtihani rahisi ni ile ya kupata. So na Allah amejalia kwamba kaida yake ni kwamba sote tuko kwa we all have our time. Iko mahali umengoja unasema huyo ni achieni huyo. Kwamba alhamdulillah itafika wakati lazima kwamba katika na the more you grow, na kuna at a point in life ambao kwamba una mitihani. Tulipokuwa wadogo tulikuwa na mtihani ya home ya kukatazwa kutoka nje tukacheze. Ilikuwa ni mtihani kubwa sana.
as you grow kuna hii mambo ya shule, mambo ya nini, kuamshwa mapema, unajiuliza hii life itaisha lini, mimi nipumzike. Imekuja imeisha, umeingia sasa huko kupambana na maisha. Sema niko peke yangu bana, lala peke yangu nyumbani kama panga nini. Ni mtihani pia hiyo. Leo unakuja tusiingilie mabachela hapa kwanza. Tutaki kuanza hiyo kesi sahihi. Lakini lazima wanakapitia yani, umeona. Alafu sasa ukishaoa, juzi nimeona Sheikh mwingine alikuwa anasema kwamba wale ambao kwamba wako worried, wako yani unasema yani wamepatikana na shida, kwa sababu anasema yani mimi niko na shida mingi sana kwa sababu mimi sijaoa. Alikuwa ananiambia tulieni bana, walioa kuna the same. Only difference ni kwamba hao wamesubscribe for life na nyinyi bado kila mtu ako na shida. Kila mtu ako na shida. So in each and every point of life lazima itakuja kwamba uko na mtihani, kama Allah anavyosema laqad khalaqna al-insana fi kabad. Mwanadamu ameumbiwa juu ya mashaka. It's a struggle. Na anasema the struggle is constant, the hard is constant. So you only choose your hard. Lazima vovote utakavofanya zipiti. So mwanadamu anafaa kujua kwamba hizi ni vitu zitanipata, but zikinipata sasa ndo baada ya mitihani, unajua kutoka kwa mtihani ndo unajuaga nilipass ama sikupass. Ndio. Na kupass kwa mtihani ni vile nilikuwa nafanya within hiyo mtihani. Watu wakiingia exam room, hiyo wakati unaandika, si kwamba ati baadaye ndo unakujaga kupass. Hiyo wakati mtihani kiwa inaendelea ndo inaelezea kama unapass ama unafanya nini, unafail. Ni vile tu unatoka kwa hiyo exam room ndo unakuja kujua haya nilipass, haya nilifail. So pia in life it is the same. Wakati mtihani inaendelea, your behavior wakati huo na what you do ndo inakuja kudefine wewe ulipass hiyo mtihani ama ulifanya nini ama wewe ulifail. Na ndio hapo unapata kwamba a lot of us katika hii mitihani tunapata hiyo emptiness. Na ndani ya Qur'ani na acknowledge kwamba binadamu si kwa sababu ati mtu hana iman ndo saa zingine unaweza pata kuna emptiness ana feel ndani ya moyo. Allah anazungumzia mama yake Nabii Musa, wa asbaha fuadu ummi Musa farigha, kwamba mama yake Nabii Musa wakati ambapo kwamba aliweka mtoto wake juu ya maji na maji inampeleka kwa Firaun, she felt empty. Naona huyu ni mtoto wangu, ni love wangu nini. So mambo kama haya yanatutokea. Hiyo ni point juu kuna watu wanaona wewe ukifilio emptiness ni kama imani yako ni kidogo ama hata una imani kabisa. La. Yani ukitizama mtizamo wa Qur'an, si tunaona ni kitu imejaa emotions. Huyu binadamu ameumbwa na emotions. Qur'an tu imekuja kutuambia how we control these emotions na vile tunazibeba. Si kwamba kuzikata. Kuja angalia Nabii Musa, huyu ambaye kwamba mamake anasema asbaha fuadu min Musa farigha, anasema kharaja minha khaifan yatarqab. Alitoka hali ya kwamba ameogopa. He was afraid. Nabii Musa, a whole nabii, afraid. Mtu yes, alitoka akiwa kwa afraid. Ukiangalia Nabiiullah Yaqub pia alifikia sehemu ambapo kwamba wabiyaddat aynahu min alhuzn. Huzuni ilimpata. Mtu anakuambia wewe kama uko na huzuni si katika iman, I am human. Yani ni lazima vitu kama hizi zitanipata. Allah kituumba aliweka ziko part and parcel of us. Sema tu Qur'an na dini yetu imekuja kutueleza the capability that we have ya vile tutabebana na hizo emotions. Si kudua wewe with emotions. Kuzihandle hizo emotions. Umeona? Na ukianza kupigia mifano kama hii imejaa kila pahali. Actually come to think of it, unajua hizi vitu ambayo watu wanapitia bado ziko. Hata ukisema utapiga ndomo, utapiga veve, jaba nini, at the end of the day steam ikiisha unarudi pale tu kwa ile shida. Pale. Ukisikiza ngoma iishe, shida yako haijabadilika. Unarudi pale. Back to square one. Mahali tu ni kama tu ile kwa kando kidogo, ukaenda mahali ukarudi, ukaipata tu iko pale na kungojea. Napenda kupigia mfano wakati we are talking about mambo ya mtu amekula ndom na hizi drugs zote. Ile shida usiku ulikuwa uko na shida, ukasema acha nikakunywe kitu, nikatafune kitu, nikavute kitu ili nipunguze hizi shida. Asubuhi ukiamka unapataga hiyo shida na watoto wake. Ni kama ulipatia time. Jana usiku uliponiacha ulinipatia time ya kwenda kujigadha, kubeba familia na kufanya nini na kukamso. Wakati unaamka asubuhi unaipata iko pale. So I think kitu tunafanya ya kwanza ni ku-acknowledge kwamba hizi instances binadamu watazipitia.
Allah anasema wala nabluwannakum shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfus wath-thamarati wa bashiri as-sabirin hasiba an-nasu yutraku yaqulu amanna. Wahum la Allah yuftanun. atawajaribu, muona hofu itawaingia, njaa, muona anasema utapungukiwa, utakosa chapaa, utakuwa mwani, muona kuna hizo ups and downs. Allah anasema yu'til mulka man yasha wa yanzi'ul mulka mimman yasha. One day Allah is giving you inamiminika, things are going your way, the next day Ulizana bana Mungu huyu jamani nani bana? ile unaona watu kwa mtandao wanasema sasa ya Allah pia bariki wengine, bariki sio? wengine. Alhamdulillah, na ndio hizo tilka ayamu nudawiluha. Allah ameiweka ndani ya Qur'an vizuri kwamba hizi ni zitakuwa zinageuka, the ups and downs zitakuwa siku zote constant na nini, but ndio unakuja kusema hizi ups and downs, je, tunafaa tuzibebeaje? Ndio hiyo sasa tunakuja kwa hiyo point vile nimekuja kuiweka. Kuna hiyo emptiness ambayo kwamba inakuja, mtu umefiwa na mzazi, usidhani kwamba utaamka tu unaambiwa mzazi wako amefariki na it's a normal day. Unaona, wanasemaga hiyo siku sasa ndio ile si normal day. Mtu uko na job unapatiwa, unaambiwa wewe tumekupumzisha kidogo. Unaona, so it's not business as usual. Unaona, ni mtu ulikuwa uko vizuri, umepata accident barabarani, madaktari wanakupatia ripoti nyingine na vitu kama zile. So hizi ni vitu zitakuwa zinakupata, but Qur'an inakuja kutuguide kwamba hii emptiness ambayo kwamba itatupata, umemkosa mtu unampenda, umekosa your dream job, you have dreams that are not coming true. Umeona, kuna vitu umekuwa ukipitia, so the Qur'an is guiding us kwamba hizi zote zinatokea na kuna an emptiness that will forever be there, na haijazwi na kitu yoyote ile. Kwa hizi vitu zote kuna common factor ambaye mimi naona na ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu hizi mtihani ni Allah anapeana. Kweli. Success ni Allah anapeana. Kweli. Kule kwingine bado tu ni kutoka kwa Allah. Kweli. And so I think binadamu anafaa kukua to a point kwamba ni vipi tutazungusha maisha yetu ikuwe inarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala always. Kwa sababu sometimes ndio ile Mwenyezi Mungu anasema yani watu wamepanda wameenda kwa bahari, vile bahari imeanza kutingika, da'u Allah mukhlisina lahu din. Wanamuomba Mwenyezi Mungu, ya Allah ya Allah. Walamma najao min albarri idha hum mushrikun. Wakisha Mwenyezi Mungu akishawaokoa wanarudi back to square one. So kuna ni tabia pia, kuna baadhi ya watu wakati vitu zinawaendea vizuri yani wako sawa, alhamdulillah, wanashukuru. Mwambia wewe, nyinyi mwamkangi qiyamul layl nyinyi, sio? Azeri kuamka qiyamul layl, nyinyi mnachelewesha swala nyinyi. Lakini sasa when tables have turned, unapata maybe the same person ndo atakuwa ata result kwa zile vitu alikuwa anakashifu. Nyinyi kwa nini mnavuta bangi nyinyi? Anaenda pale nyinyi kwa nini mnalewa? Mko na stress, mbona mnalewa? The same person anarudi pale. So common factor ni kwamba ni muhimu tuelewe hizi mtihani ni nani analeta. Ni Allah subhanahu wa ta'ala analeta, na ni sunna ya Allah kupatia watu mitihani. Kweli. Na ameka ahadi kwamba yani msikuwe na shaka, wala nabluwannakum. Wala kana kwamba naapa na ninawaambia kiuhakika, you like it or not, lazima mimi nitawaletea mitihani. So kwanza lazima ujipange, ujue kwamba kuna mtihani itakuja. Na pia ni muhimu mtu akiishi maisha yake akiona kila saa mambo inamuendea, anafaa ajiangalie. Anafaa ajiangalie vizuri sana. Nikumbusha hadithi ambayo kwamba ni gharibu, watu wengi hawaijui. Kuna jamaa mmoja aliulizwa, je, ashaipatikana na kuumwa na kichwa, headache? Akasema hapana. Kaulizwa, je, kuumwa na tumbo? Akaanza kuulizwa baadhi ya mitihani. Binadamu it's normal. Maana kule nyumbani it's normal kusikia watu wameumwa na kichwa, it's normal kusikia watu wameumwa na tumbo, it's normal kusikia kwamba mtu ameamka yuko poa, ako na homa, mwili iko dhaifu. Akasema hajawahi fika hizo vitu zote, hajawahi pitia. Na Mtume wa sallam akasema kwamba kama nyinyi mtataka kumuona miongoni mwa watu wa motoni, basi ni huyu jamaa. So your point kwamba if everything inaenda to your way,
kuna pahali unafaa ujiite ka mkutano kidogo jiulize hii istidraj ni ile Allah anasema nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Sasa zingine Mwenyezi Mungu anakuelekeza huko tuna mwisho wa siku inakuja kwa jahannam. Na I think uliposema kwamba unafaa ujipange vizuri na everything ina revolve around Allah, turudi kwa human nature. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fitrat Allahi allati fatara an-nas 'alayha. Kuna mambo ambayo kwamba ni katika nature Allah alituumbia. Nature ya Allah alituumbia binadamu, siku zote huwa tunachukulia kuegemea kwa mtu ambaye kwamba ako na nguvu kutuliko. Kwa mfano ukiangalia tukiwa watu wadogo, utasikia ukichuna mtoto sema mamangu, nitakusema kwa mama. Mwana nitakusema kwa mama. Mwana utapata wakati watoto wako pamoja, mmoja amemchokoza mtu anamwambia mimi nitaambia babangu, mimi nitakusema kwa babangu, babangu atakuchapa. Umefahamu? Akienda huko katika magari, I think tushapitia hiyo sote. Ile gari ni ya babangu. Mwingine akisema sijui nini nimenunuliwa toa, sema mimi pia babangu atafanya nini, atanipatia. Kwa hivyo it is in human nature kwamba wewe mwenyewe haujitoshelezi na siku zote wewe ni mtu depending. Anasema mnaitaje, si kwamba ni parasite, lakini ni mtu siku zote you will forever be unategemea yani. Yes, ni mtu lazima utategemea pahali. So na usipotegemea the right place, siku zote utategemea the wrong place. So tunarudi tena pale kutegemea pia ni constant kwa binadamu. Hakuna binadamu ambaye kwamba penye yuko amejitosheleza, lazima atategemea pahali. So ndo tunakuja kuulizana kwamba unapokuwa unasema kwamba ina revolve around Allah, why don't we tell people ina revolve around pesa? Why don't we tell people ina revolve around mali, ina revolve around wanawake, ina revolve around hizi mziki, ina revolve around tegemeo langu kuu itakuwa ni hizi drugs. Kwa nini ikuwe ni Allah and not everything else ambayo kwamba sisi tunaiona? Because tunakubaliana sote hii kutegemea ni constant. Hakuna binadamu alifanya nini aliyejitosheleza kuanzia tukiwa wadogo, na as we grow we'll still need that. So I think tunahitaji ile mtu kujiprepare kwamba vitu kama hizi zitanipata, so tuangalie why is it Allah and kwa nini mnakataa hizi vitu zingine zote. Na I think the best thing nilikuwa nimepata ya to go about this ni kuna sehemu 3 mimi nimeona ndani ya Qur'an inakuja kutuambia why. Na obviously Qur'an mzima inatuambia why, but kuna sehemu 3 nimeona kwamba inatuambia why zaidi, na nimechagua hizi sehemu 3 kwa sababu a lot of times naona hakuna Muislamu hizi sehemu 3 atakuwa zijui. Labda tu ni Muislamu mwingine anahitaji tu dua. Unaona? Sehemu ya kwanza ni suratul Fatiha. Sura ambayo kwamba Waislamu they are supposed to read it at least 17 times a day, kwa sababu kwa kila raka unasoma suratul Fatiha. Raka zote kwa siku ni 17, fajr, dhuhur, asr. Na ndo sura ya kwanza ukifungua Qur'an imeitwa Fatihatul Kitab, because when you open the Qur'an it is the first surah there. Very common. Sidhani kuna mtu ajui Fatiha hata. Kabisa. Watu wengi wanajua. Na yes. Yani hata ukiwa mtoto yani vitu ambazo unaanza kuhifadhi mapema hata bila kwenda madrasa yani Fatiha mtu anajua. Allahu Akbar, yes. So mimi naona suratul Fatiha inakuja inatujibu hii swali kwamba unatuambia Allah, why Allah and not mbona si mziki, mbona si kitu kadhaa? Because Allah anajiintroduce, anapatiana baadhi ya sifa ambazo kwamba ni unique to him. Hizi vitu zingine zote hatutapata ndani yake. Number 1, kwa wale wanakubaliana aya kwanza suratul Fatiha ni Bismillahirrahmanirrahim, kwamba when you open the Quran Allah anakuambia kwa jina la Allah ambaye kwamba ndio Mungu, ajiita Ar-Rahman Ar-Rahim. Ukiangalia pia ya kwanza Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Hizi sehemu 3 unapata jawabu ya vitu mingi sana zinatuwari in life, kwa sababu when we go to someone we want them to be merciful with us, we want them to tunataka wakue waelewe hali yetu, tunataka mnasema aje, wakue na empathy. Mbona wajiweke sehemu yetu, watu elewe. Yani hata kando na Allah, yani kama unaomba mtu kitu labda uko down, uko broke, unataka jamaa acheze na M-Pesa una expect kwamba huyu jamaa ataelewa na kwa ile huruma yenye ako nayo kama binadamu atacheza kama yeye.
kabisa. Na we find ourselves explaining to these people, kwa sababu unasema huyu mtu mimi nataka msaada yake kadhaa, nataka yani we must convince them na tuiseme at least wafikie sehemu ya sisi kutuhurumia. Allah amejiita Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman ni sifa yake ambayo kwamba ni rahma iliyoenea kwa kila kitu. Si at because I am a good person. The good ones wote, mzuri mbaya, mrefu mfupi, Muislamu si Muislamu, umeona kuna huruma ambayo kwamba imeenea kwake. Yule ambaye kwamba anaenda anasema mimi siamini kama kuna Mungu kwa yule ulimwengu, Allah anasema bado yeye ni Rahman ad-dunya wal akhirah. Yeye kwanza ni Rahman hapa duniani, kwamba yeye anamhurumia huyo, ana breathe out of the mercy of Allah. So hakuna Mungu na Mungu anampatia bado fursa ya kubreathe. Na kuna yule ambaye kwamba anasujudia ng'ombe na Mwenyezi Mungu anampatia all the riches in this world. Amnyimi maji, amnyimi kitu chochote. Kwa sababu gani? Allah ni Rahman, yeye anaonea watu huruma. Kuna yule ambaye kwamba ni muovu wa waovu. Allah anasema lau yuakhidhu nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min daba. Ingekuwa Mwenyezi Mungu tu ni yule wa ukifanya amekuadhibu. Juu hii mgongo ardhi hakuna kitu ingebakia. Umeona? Lakini kwa sababu yeye ni Rahman, yeye rahma yake ni pana kiasi cha kwamba mimi hakuna kitu nitakuja nayo niseme kwamba mimi nimekosa, nimejitoa kwa hii kategori ya rahma ya Allah, ama whatever that I have ni kubwa kuliko hii. Hii kila mtu anaingia kwa hiyo rahma. I think ni kutoelewa saa zingine ama tu ile hali ya ubinadamu, kwa sababu pia Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ni in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yani ukianza kuanza kuhesabu vitu ngapi Mwenyezi Mungu amekufanyia katika rahma yake na nini. Na saa zingine mimi kuna siku nimekaa nikajiuliza hii aya Allah subhanahu wa ta'ala anajaribu kusema nini? Nikajiambia hebu anza kuhesabu hizi neema, yani literally anza kuhesabu 1 2 3, wala huwezi maliza. Na kwa kila neema unayokumbuka ni neema yake kwako wewe kukukumbusha. Unajua kuna neema zingine, unajua watu wamezoea neema labda ni mtu ako na gari mzuri, ako na ganji, ako na familia, lakini kuna neema ambazo hatuoni na hatujui, lakini ni neema ambaye Allah amekuwekea. Kama hewa, nani wewe ushakaa ukafikiria tu hewa tu kwamba ni neema kwa Mwenyezi Mungu akupatia, unapumua tu vizuri. Na hiyo huwezi iona until uingie ICU upate mtu ambaye kwamba amewekewa hewa, alafu na baada yake unaenda hapo nje unaambiwa kuna bill imekuja 1.2 million. 1.2 million umemfanyia nini? Ati ametumia tank 5 oxygen. Neema kama hii unakuja kuiona wakati hiyo. Neema ya kwenda choo, kitu ambacho kwamba hakuna mtu afikiriaga. Tunasema ni udhia, sio? Na ni kweli ni udhia. Ukienda choo hakuna mtu unataka aone, na yanayotoka kule inabakia kwamba ni siri yako. Lakini kwenda choo ni neema kwa mtu ambaye kwamba amefura tumbo, hawezi toa waste baada ya kwamba amekula chakula kitamu, haiwezi toka. Inabidi aende afanyiwe operation. Ama mtu ambaye kwamba amekunywa na imefika ni wakati wa kutoka na haiwezi toka, inabidi aende hospitalini aombe hizi services. Na ile wakati ataenda kufanya hiyo haja, ile relief atapata, sema niko kwa dhiki sana. Umeona? Mtu ambaye kwamba hawezi enda hizo vitu zote without kusaidiwa na baadhi ya mashini na nini, unakuja unajua neema kama zile. Na hiyo yote inarudi chini ya Ar-Rahman. Na hii inatuonesha kwamba kwa nini tutasema Ar-Rahman na hizi vitu zingine zote tumezifananisha, because all of those things ziko na limitations na haziwezi fanana na Ar-Rahman. Mfano tu, wakati ambao kwamba nimekunywa pombe, nini imetulia kidogo, hizo stress zimeondoka kidogo, nimekula jaba, lakini hii kitu nimekula, it's not being merciful to me. Kwa sababu gani? Ni wangapi ambao kwamba unaona wamejaa rehabilitation just because waliendea hii kitu wakati wa shida. Rehabilitation ni rahma. Kuna mtu hajafika huko rehabilitation, amechizi kabisa, ako barabarani huko anaokota makaratasi, anapiga kelele. Unaona, mtu anatetemeka kabisa because this thing will never be merciful to you. Unaona, kuna itwa nani hao watu ambao kwamba we go to them na they will never understand us
kwa vile sisi tunataka kueleweka, na they will never forever be there. But utapata Ar-Rahman bado yuko wapi? Yuko pale pale siku zote, yani he's always there. Kitu yote ambacho kwamba tunaendea leo hii, hata kwa mfano ukisema kwamba mimi nitakaa na nisikize mziki na kidogo itanituliza mawazo, once umemaliza shida zimeondoka. What's next? Yani baada ya pale imeshaisha, ni usiku, ni mchana, ni nini, the end of the day unaamka uko pale pale. Ndio maana unapata Allah subhanahu wa ta'ala anapojiita Ar-Rahman Ar-Rahim, inatuonesha kwamba yeye anatuhurumia, ile huruma tunataka, that craving, that emptiness that you feel. Na saa zingine even the closest of the closest, ushaona sote katika maisha, na mtu yote ijamtokea tunamwambia yani wewe tunakupatia tu muda kidogo. Kuna pahali ndani ya maisha yako, there are situations no one, and I mean no one, will ever understand you the way you want to be understood. Hakuna mtu atawahi kufeel vile unataka kufiliwa. Tena zingine, the more you explain to them, ndo the more unaona wallahi nimejipatiana. Watu hata mnielewi. Yani hata mnielewi, nimejidhalilisha. Be it a parent. Kwani ni wangapi leo hii wanataka kueleweka the way they love those people that they love. Anataka mzazi anielewe, I'm in love, nikubalieni, na wazazi watakataa. Kwanza nikiguza hapo najua nimeguza ndipo. Umeona? Ni wangapi ambao kwamba katika wanawake anasema I want this husband to understand me, anielewe. Lakini atakwambia tu niko na lijamaa lingine tu huko ndani. Subhanallah. Put yourself in my shoes. Unaona mgundogo kwanza. Haiwezi nitosha. Allahu akbar. Umeona? Wangapi katika husband atasema mimi nataka huyu mtu huko home anielewe vile mimi napigana huku nje, napambana, nafanya. Na you mention, wewe taja yoyote ambao kwamba utasema wafanyikazi wangapi wanataka boss awaelewe. Maboss wangapi wanasema I wish hawa wangenielewa vile it takes me a lot to run this company. Umeona? Makanga anataka muelewe kazi yangu ni ngumu, nirahisishie. Unataka uelewe kwamba unajua kwanza kupanda matatu si kitu rahisi. Mbona ama una schedule limetoka kwangu, mmechelewa kwa jamu. Na sasa ile siku unajua unagana haraka, ndo mati lazima waga kila mahali shida ikibeba watu. Allahu akbar. So hizi instances zote tumepigia mfano, hautawahi fikia sehemu ya mtu kuunderstand kama Allah. Na ndio maana unaona the people that walipatiwa mitihani zaidi haikuwatandika saa zingine vile sisi ili tutandika. Kwa saa zingine una give up in life, unasema tafadhali mimi ni dead. Unaona Nabii Allah Yaqub alikuwa anasema nini? Wa huwa arhamur rahimin. Amina situation hawa vijana hawezi elewa, lakini mimi najua arhamur rahimin kuna watu wengi wanaweza kuhurumia, lakini hautawahi pata arham min Allah, atakaye kuhurumia zaidi ya Allah. Watu wote wanaonihurumia, huyo ndo mwenye kunihurumia zaidi. Nabiullah Ibrahim anasema innahu kana bi hafiya, wallahi hakika Allah ni mpole sana na mimi, Allah understands me. Kuna situations nyingine unajua mtu amepitia, wewe unajaribu kumsaidia, lakini unaweza fika mahali uone zaidi hapo mimi siwezi. We have those limitations. Zaidi hapo mimi siwezi, sina hiyo, sina uwezo. Na kuelewa zaidi rahma ya Allah inanikumbusha Firaun laanatullahi alayhi. Sidhani dunia unaweza fananisha mtu na Firaun. Ni kubwa sana. Kama mtu wewe ni Firaun, tunapigana hapo, ngome inatembea. Hatuwezi kubali. Sidhani kuna mtu anafitia profile sahihi, labda tu ule Netanyahu kidogo anamkaribia. But despite everything amefanya, wakati ya mwisho akisema hasa mimi bana naona ni kama Musa alikuwa anipimi, na Allah alikuwa tayari kumsamehea madhambi yake, makosa yake. Sema lau kama angeendelea kusema mimi ningemkubali, wallahi that is Allah. Ya ahla aljanna inna rabbakum tabaraka wa ta'ala yastazirakum fahayya ala ziyarati